Kwa leo tunaenda kujifunza silabi mwambatano. Kujifunza ni mchakato. Mpaka mtu akajua kusoma na kuandika Kiswahili, inahitaji awe na bidii. Inahitaji awe ni mtu wa kurudia kwa sababu kuwa na herufi nyingi kama unavyoona tunaposoma kitabu, inahitaji akili iende kwa haraka, itambue kwa haraka kwamba hii ni herufi gani na inatamkwaje na inasomwaje ikiunganishwa. Kwa hiyo sasa unapokuwa unajifunza lazima uwe taratibu kwa kuzingatia, kwa kuwa makini, kutambua herufi, kutambua silabi, kutambua irabu na kila kazi, kila jinsi inavyotamkwa. Basi tuambatane na mimi leo tujifunze kitu kingine, kwa maana siku nyingi sana video za silabi nimeshazimaliza, irabu nimeshamaliza, nimetoa tayari. Kufuatia channel yangu utakutana hivyo vitu, utende tukajifunze kusoma nda, de, di, do, ndu, kusoma nya, nye, nyi, nyo, nyu, na kusoma nga, nge, ngi, ngo, ngu. Baada ya hapo tutaenda kujifunza jinsi ya kuunganisha hizo silabi mwambatano ili ziweze kuleta maneno. Lugha tunaizungumza kila siku, lakini lugha inaandikwa na kila mtu lazima ajue kuzungumza, lakini ajue kuiandika hiyo lugha, ajue kuisoma hiyo lugha na ielewe hiyo lugha na awe na misamiati mingi kwenye hiyo lugha. Asante sana. Naitwa Mwalimu Paul Mgaya. Basi uwe pamoja na mimi. Twende mtoto mzuri, wewe unajifunza kusoma na kuandika popote pale ulipo. Hii inapafikia pote duniani. Tunaenda kujifunza nda, jinsi inavyoandikwa. Unajua kwenye kuandika naona kuna mwandiko mbovu na mwandiko mzuri. Mwandiko mbovu kwa sababu umeamua mwenyewe kuwa mwandiko mbovu, lakini mwandiko mzuri umeamua mwenyewe kuwa mwandiko mzuri. Hakunaga longo, ni mazoezi. Fanya mazoezi ya kuandika mwandiko mzuri. Hata unapoandika somo, unavyojiandikia notes, hakikisha unaumba herufi vizuri, sio unalipua. Mtoto wako au wewe mwenyewe kama unajifunza, hakikisha huwi na mwandiko kama vile ametembea mende. Unda herufi vizuri, zitengeneze herufi vizuri, zivutie. Zamani wakati tunatumia barua kuandika, basi unapoandika barua kwenda kwa mtu, hakikisha hiyo barua inasomeka. Usije ukapeleka barua mbali kwa gharama kubwa lakini haisomeki. Okay? Nisiwe na maneno mengi sana. Mimi nikukaribishe, naitwa Paul Mgaya. Usikose kusubscribe hii channel. Lengo la kusubscribe hii channel hapo chini, afuta gonga kengele, lengo video zote zikupatie, zikufikie. Okay, tuanze. Tuandike hapa juu kusoma. Kusoma na kuandika. Kusoma na kuandika. Nimesema tunaenda kusoma nda. Okay? Nda inaundwa na herufi hii hapa, n na hii d na hii. Hii inaitwa nda. Ikiwa peke yake hii inaitwa da. Hii ukiunganisha inaitwa nda. Kwa nda. Kwa hiyo tunajua irabu a, e, i, o, u ndo zinatuongoza kwenye kusoma. Kwa hiyo tutakuja tunaandika hapa lazima tuandike nini? Silabi mwambatano inaitwa nde. Baada hapo irabu inayofuata ni i, itatuongeza kusoma nini? Kuandika neno ndi. Baada hapo kutoka i na kuja o, ambapo inatupeleka kwenye nini? Kwenye ndo. Baada hapo kimaliza kwenye ndo ambao ni irabu o, basi tutaenda tunamalizia irabu u ambayo itupelekea sisi tutamke ndu. Kwa hiyo tutasema nda, de, di, do, ndu. Da, de, di, do, ndu. Nimesema tutaenda kujifunza na nya, nye, nyi, nyo, nyu. Nya inaandikwa hivi, nya inaundwa na n, wa, i, na, n, i, na, i hapa. Nya, nini? Nya. Kwa hiyo ilabu a inatuongoza mpaka mwisho a, i, o, u. Kwa hiyo nya itakuja nini? Itakuja nye. Baada hapo
itakuja nye. Baada hapo itakuja nyo. Baada hapo itakuja nyu. Inasomeka nya, nye, nyi, nyo, nyu. Inasomekaje? Nya, nye, nyi, nyo, nyu. Tunamalizia na nga. Nga inaundwa na herufi an, n, g pamoja na hapo kilabu a, inaitwa nga. Kwa sababu pana ga, tuweka na, inaitwa nini? Nga. Okay? Kwa nga inakuja inatuongoza kwenye nini? Kwenye nge. Inakuja inatuongoza kwenye nini? Kwenye ngi. Inakuja inatuongoza kwenye nini? Kwenye ngo. Inakuja inatuongoza kwenye nini? Kwenye ngu. Hii inasoma nga, nge, ngi, ngo, ngu. Nga, nge, ngi, ngo, ngu. Kumbuka tumesema hii inaitwa nda, de, ndi, ndo, ndu. Hii nya, nye, nyi, nyo, nyu. Hii nga, nge, ngi, ngo, ngu. Kupitia hizi silabi mwambatano tunaweza tukaunda maneno kama vile mende, tunaweza tukaunda maneno kama vile ndoo. Okay? Ukachukua nde. Hii nde ukiunganishia na neno me, nde. Hii unapata neno mende. Unapata neno nini? Mende. Hapa unaweza ukapata neno nyanya. Nya, nya. Kwa hiyo hapo utapata neno nini? Nya, nya. Ni wapi hapo? Ni hapa. Ni hapa. Okay? Unapata neno nini? Nya, nya, nya. Unaweza ukapata neno pia nini? Unaweza ukapata neno nyundo. 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 Nyu. Ndo. Ukapata neno nini? Nyundo. Lakini hivi vyote ni kwenye kuunganisha. Kwa maana hiyo sasa unaona nyundo, nyundo, nya, nye, nyi, nyo, nyu. Umechukua neno nyu, tumechukua neno nyu, tumechukua na neno ndo. Tumechukua na neno ndo. Kwa tumeleta hapa. Hapa. Inaitwa nyundo. Kwa maana hiyo sasa kujifunza herufi kwa leo tunaishia hapa. Lakini kumbuka tumeunda maneno mende. Mende ndo huyu na kuonyesha kwenye picha hapa. Huyu anaitwa mende. Okay? Na hii neno nya, nya. Nyanya wote tunaifahamu, ndo hii nayo kuonyesha kwenye picha hapa. Inaitwa nini? Inaitwa nya, nya. Nyundo. Na hii nayo kuonyesha kwenye picha hapa inaitwa nini? Inaitwa nyundo. Basi usikose kusubscribe ili uweze kujifunza
mengi zaidi na zaidi. Asante.